بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام, amesema mtume ziwe juu yake sala na salam, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna, yoyote ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hamshirikishi yeye na chochote, basi ataingia peponi. Hadithi hii inatueleza juu ya umuhimu wa tauhid na ubaya wa shirki, anna shirka la dhulmun adhim, ya kwamba ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mambo yalivyo, yoyote ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah ameharamisha juu ya mtu huyo kuingia peponi na mafikio yake ni moto. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe kushirikishwa, kwa sababu an na kitendo chake nelewana inakuwa ni masdar muawwal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka, yani inna Allah la yaghfiru al-ishraka bihi, Allah hasamehe kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina, lakini liman yashau, kwa yule amtakaye. Hapa unajifunza kwamba mtu ambaye atakufa na shirki atakuwa tahta al-mashia, atakufa bila shirki. Allah subhanahu wa atakufa na shirki, Allah hamsamehe. Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa kwa yule aliyokufa nayo siku ya kiyama bila kutubia. Na ama ambaye atakufa na dhambi isiyokuwa ya shirki, anakuwa tahta al-mashia, chini ya matashi. Dalili yake ni pale Allah aliposema liman yashau, kwa yule amtakaye. Kwa maana anaweza akamtaka mmoja akamwadhibu, ndio wale watakaoadhibiwa watatolewa motoni wakiwa walikuwa ni Waislamu, na wale ambao watakaosamehewa wakaingia janna pasina kuingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii inatukataza na kupiga vita ushirikina na kuamrisha watu tauhidul ibadati lillahi jalla wa ala, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki ni jambo baya, shirki ni dhulma, kama Luqmani alivyomwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Na kwa kadiri mtu anavyokuwa ni mshirikina, ndivyo anavyokosa amani katika nafsi yake, kwa sababu ameweka mafungamano yeye na moyo wake na viumbe vingine visivyokuwa na uwezo wa kumnufaisha. Na kwa kadiri mtu anavyokuwa na tauhid na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo anavyokuwa na moyo moyo ambao uko sawa sawa, ambao uko katika njia